Je, ni shilingi bilioni 4.8 ama kuna zaidi? Usiandike na mate, baadaye tutakuwa tunapata ufanuzi wa kina. Lakini alipo mwenzangu sasa hivi ni kwamba hapa alipo ndugu yangu ameenda kuangalia kile ambacho kimechangiwa na hii mada yetu ya leo. Je, tukifungua mada yetu ya leo ni kwamba mafuta yanapatikana mahali upo ama hayapatikani, na kama yanapatikana yanauzwa kwa bei iliyokuwa ya juzi na jana ama bei pia vile vile imebadilika? Crispin Otieno. Na Crispin Otieno, naona uko chini ya ulinzi, unaweza kuendelea na mada tafadhali. Rashid, hapa nipo katikati mwa mji wa Kisii ambapo tunaendelea kupiga darubini kuhusiana na uhaba wa mafuta ambao ulianza kushuhudiwa siku mbili zilizopita katika mji huu wa Kisii. Hapa nikiwa katika mojawapo ya vituo vya kuwekwa mafuta katikati mwa mji huu, eneo ambalo linajulikana kama Capital. Ila kutoka jana eneo hili limesalia bila mafuta. Unavyotizama ndivyo hali ilivyo, magari yanafika hapa ila wanaambiwa kwamba hakuna mafuta. Kwa hivyo pia vile vile tumekuwa tukizunguka maeneo mbalimbali katikati mwa mji wa Kisii, na kuna baadhi ya sehemu ambazo bidhaa hiyo inapatikana, japo unapata kuna msongamano wa watu ama wale ambao ni madereva, wale ambao ni waendeshaji pikipiki. Lakini hapa nataka tukuzungumza na baadhi ya wahudumu katika sekta hii, wale ambao ni madereva, wale ambao ni waendeshaji pikipiki katika eneo hili. Karibu katika runinga ya Citizen. Hebu tuambie wewe kama mtu ambaye ameathirika katika sekta hii nzima, hebu tuambie mnapata mafuta wapi na hali iko vipi katika kaunti hii ya Kisii? Tangu juzi, kwa majina mimi naitwa Ernest Tai. Majina ya utani wananiita manager. Lakini ukiangalia vizuri, tangu juzi tumekuwa na ulemavu wa mafuta katika tauni hii, ambapo tumepiga milolongo mikali kwa kupigania mafuta, za zingine hatupati. Tunashangaa ni serikali imeficha mafuta ama hii mafuta imeficha na wahudumu wa mafuta wenye wana supply. Tunaomba tu serikali, kama ni wahudumu wameficha mafuta, sio serikali, hili basi kitu wenye wanafaa kufanya ni kwamba wapunguze hata kama ni shilingi 5, ndio hao watu wanaweka mafuta ndio wapate faida, waungue ndio sababu watuletee mafuta. Juu hatuwezi hangaika na mafuta iko Kenya. Kama mnasema ukweli mafuta iko Kenya, mbona mtuletee mafuta tutumie? Tunahangaika huku, hatuende na kitu kwa nyumba. Mtu unaweka pikipiki siku mzima hapo, haufanyi biashara. Hiyo tu ndio ninasema. Asante sana. Wewe umeathirika kivipi kutokana na uhaba wa mafuta? Hapa tumekuwa na shida kwa sababu mimi ni driver. Nimetoka Nairobi usiku nikasafiri mpaka hapa, nikafikiria ila akiba niko naye imeniishia, na mimi nilikuwa nataka tena nirudi usiku. Sasa nimefika hapa nimekwama. So sasa nasindwa, serikali amwezi kutuokoa kwa sababu tuliambiwa mafuta imefika Mombasa. Sasa Mombasa ndio mwisho ama inasambazwa kila pahali? Hapo ndio tunasindwa serikali, na tunategemea serikali na tunaiamini, lakini sasa ni kama tunaanza kuwa na shida. Sasa angalia, mimi ni driver, nimetoka Nairobi usiku. Sasa angalia, nimefika hapa nikafikiria hapa nitapona, kumbe tena nitaweza kuama hapa kwa sababu ya mafuta. So hapo ndio tumeshindwa, serikali mtu chipu. Asante sana. Pia tunaye dereva mwingine hapa. Tuambie wewe, hali imekuwa vipi katika mji wa Kisii na umekuwa ukipata mafuta wapi? Watu kama sisi, watu wa taksi, tukienda kwa hii petroli tunapata saa zingine mafuta imefichwa, saa zingine iko laini imekuwa kubwa. Tunashindwa sasa, kama hao wanasiasa tuko naye sasa, tunashindwa mahali mnatuelekesha, maana tukishindwa kubepa hao wateja wetu, tunashindwa hata vitu tunapata namna gani, vile watoto wamefunga shule, vile watoto watapata hata kitu ya kukula nyumbani. Mimi naomba tu serikali ifungulie mafuta ili tuweze kupata mafuta, tuweze kusafirisha wateja wetu vile inastahili. Hapa Kisii ukweli kabisa, sasa vile hatuchasi tangi tunaweka kulingana na vile umepata customer. Hiyo changamoto ndio tunapitia kama sisi watu wa taksi. Asante sana. Rashid, hao ni baadhi tu ya watu ambao wameathirika. Nataka tu nionyeshe kile ambacho kinaendelea hapa. Tunapoendelea kuzungumza, kuna lori la mafuta ambalo tunaliona limefika katika eneo ambalo tulipo. Hatujui kama lori hili limebeba
bidhaa hiyo, na tutakuwa tukisubiri tu kuona hali itakuwa vipi katikati mwa mji wa Kisii, na sio mji wa Kisii pekee ambapo hali iko hivi. Tumepiga darubini, tumezungumza na wenzetu maeneo ya Kilgoris, tunaambiwa kwamba vile vile maeneo hayo ya Kilgoris, kaunti ya Nyamira, ni maeneo ambayo yanapakana na mji huu wa Kisii. Vile vile maeneo hayo yameathirika na uhaba mkubwa wa mafuta. Tutakuwa tukizungumza na watu mbalimbali kutoka sekta hii ya usafiri kujua hali iko vipi, na iwapo kama kutakuwa na mabadiliko katika siku hii, tutakuwa tukiwajuza hapo baadaye, ila kwa sasa hali ndivyo ilivyo katika mji wa Kisii. Bado kuna uhaba mkubwa wa mafuta, lakini tunazidi tu kuona hali itakuwa vipi, kama itakuwa ama hali itazidi kusalia hivi. Bado wengi wanazidi kulilia serikali waone jinsi ambavyo hali hii itapata suluhu ya kudumu. Rashid. Na mtazamaji, nafikiri kama una macho unaona kinachoendelea pale Kisii hivi sasa ni mafuta ya petroli, mtazamaji, na umesikia wananchi wakilalamika wakiwa na kauli tofauti kuhusiana kile ambacho kinaendelea. Nakumbuka hapo jana ile kamati ya kudhibiti bei ya mafuta EPRA ilitishia kubatilisha leseni za kampuni za mafuta ambao wameanza kuwa na tabia ile kwamba ya kuyazuia mafuta ili waje ama kuyaficha ili waje wayauze kwa bei ya juu zaidi. Nafikiri kwamba walitishia hilo. Taangalia kuanzia leo na kuendelea kama tishio lao litafanyiwa kazi au la. Nakumbuka pia hapo jana kamati ya bunge ya Kawi, mtazamaji, iliagiza waziri wa Kawi Opiyo Wandayi kufika katika kamati hiyo katika majengo ya bunge ili afafanue zaidi kile ambacho wanakijua, manake kauli yake na maelezo yake yatasaidia sana kupata utatuzi wa hili swala. Kumbuka hili swala linakuja baada ya maafisa wengine wakuu katika wizara hiyo ya Kawi kujiuzulu kutokana na sakata la uagizaji wa mafuta. Mengi yakazungumzwa, lakini kwa leo hii naamini kwamba kila Mkenya mahali popote alipo anasubiri sana kwa hamu na gamu ujio wake waziri Opiyo Wandayi katika kamati ile ya Kawi ya bunge, ili na sisi tujue kwa hasa nini. Je, ni nani ambaye alikuwa na maelezo haya? Ni swala ambalo yeye mwenyewe pia alilishtukizia, alijua kipindi gani, na alipojua alichukua maelekezo gani? Itatusaidia zaidi kuweza kujua kabisa nani msema kweli, ni yupi ambaye asemi ukweli. Je, kuna mtu anabeba msalaba kwa dhidi ya wengine ama ni nini? Nafikiri